Karibu katika The Gold Voice, sauti ya maneno yenye thamani ya dhahabu. Ni sauti pekee ambayo imeamua kukuashia nuru ya dhahabu kwa ishara ya ufahari katika maisha ya ndoa. Maisha ya ndoa yameundwa ili mwanadamu aweze kuhisi faraja na utukufu wa Mwenyezi Mungu kwa ishara ya umoja na upendo. Lakini asilimia kubwa na baadhi ya watu wameona kama ni sehemu ya mateso, ni sehemu ya jela. Lakini sisi The Gold Voice tunakuambia kwamba maisha ya ndoa ni sehemu ya kuishi kifahari, lakini pia ni sehemu ya kuishi kwa upendo zaidi. Karibu katika somo letu la leo ambalo linasema nguvu ya umoja katika ndoa. Katika maisha ya ndoa, si tu kwamba kuwa pamoja kimwili, bali kuungana kiakili, lakini pia kuungana kifikra, lakini pia kuungana kihisia na kiroho. Sasa maisha ya ndoa manake ni muunganiko tayari. Lazima muweze kukubaliana kuungana kiakili, lakini pia muweze kukubaliana kuungana kihisia, lakini pia lazima mkubaliane kuungana kiroho. Hapo ndipo mnakuwa mmetengeneza maisha ya ndoa. Lakini ndoa isipokuwa na muunganiko wa kiakili baina ya wanandoa, isipokuwa na muunganiko wa kiakili baina ya wanandoa, lakini pia muunganiko wa kihisia baina ya wanandoa, lakini pia muunganiko wa kiroho baina ya wanandoa, hiyo ndoa lazima wenye ndoa waione chungu. Sasa uchungu unakuja kwa sababu hawa watu hawajaamua kuungana moja kwa moja katika hivyo vitu vya msingi, na ndivyo ambavyo vinaweza vikashika maisha au maamuzi ya mtu mmoja mmoja juu ya maisha yake. Ndoa nyingi zinavunjika si tu kwamba hao watu hawapendani. No. Ndoa nyingi zinazovunjika, watu wengi sana ambao wanavunja ndoa wanakuwa bado wanapendana, bado wanathaminiana, bado wanahitajiana. Kila mtu bado anakuwa anaona umuhimu wa mwenzie. Lakini kuvunjika kwa ndoa kunapelekea au kunasababishwa na kukosa muunganiko. Kuvunjika kwa ndoa kunatokea baada ya kukosa maono ya kuwa pamoja, lakini pia kukosa uwezo wa kusikilizana. Sasa wanandoa wanapokosa muunganiko wa kimaono, muunganiko wa kuwa pamoja, lakini pia uwezo wa kusikilizana, hawa wanandoa wanaweza wakavunja ndoa. Sio kwamba hawapendani. Ndio maana kukutana na wanandoa ambao walishavunja ndoa zao, lakini kuwakuta wakiendelea kuhusiana kwa baadhi ya vitu, sio ajabu. Ni kwa sababu gani? Walivunja ndoa sio kwamba hawakupendana, bali walivunja ndoa kwa sababu walikosa maono ya kuwa pamoja, lakini pia walikosa uwezo wa kusikilizana. Sasa umoja hujenga msingi wa kuaminiana. Mnapokuwa na umoja katika maisha ya ndoa, manake mnajenga msingi wa kuaminiana, lakini pia mnasaidiana kutengeneza msingi na muhimili wa kustahimili mawimbi mbalimbali katika safari yenu ya ndoa. Kwa hiyo mnapokuwa mna umoja kwenye maisha yenu ya ndoa, mnakuwa mmetengeneza msingi wa kuaminiana, lakini pia msingi wa kusaidiana, lakini pia na mnaongezeana uwezo wa kutengeneza ustahimilivu wa mawimbi mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea katika maisha yenu ya ndoa. Ndoa zenye umoja wa kweli katika maisha hazipo, lakini pia hata katika rejelea vitabu vitakatifu tunaona ndoa zenye umoja wa kweli. Ukiachana na katika maisha yetu ya kijamii, lakini pia tukitumia rejelea takatifu tunaona kuna watu ambao wameishi maisha ya umoja wa kweli, maisha ya upendo wa kweli. Tukisoma katika kitabu kitakatifu tunamkuta mtu mmoja anaitwa Ibrahim, lakini pia Ibrahim ana mke wake ambaye anaitwa Sara. Sasa Sara na Ibrahim ni watu ambao ni role model wa maisha ya ndoa.
wanatuonyesha namna gani ambavyo tunapaswa kuishi katika maisha yetu ya ndoa. Sasa Sara na Ibrahimu wamepita mapito mengi sana, lakini katika hayo mapito Sara na Ibrahimu walionyesha mshikamano wa kiakili, walionyesha mshikamano wa kihisia, lakini pia walionyesha kuungana kiroho pia. Ndio maana katika nyakati zao zote za mapito walionyesha ustahimilivu mkubwa sana. Sasa tunaona changamoto ambayo wanaipitia. Nambari moja, wanakosa mtoto kwa muda mrefu. Lakini kukosa kwao mtoto kwa muda mrefu, walikuwa wana uwezo wa kusaidiana kuhimili yale mawimbi ya shauku ya kuwa na familia. Pamoja na mapito mbalimbali, wanakuja wanadondoka, wanakwenda kinyume na mpango wa Mungu, lakini pamoja na hayo yote bado wanakuja wanarejea na kuona kwamba bado Mungu ana mpango wao pekee ambao ameweza kuandalia. Sasa tunaona katika hizo nyakati zote ambazo wanapitia, wanastahimiliana, wanaishi kwa muda mrefu lakini baadhi ya watu wanapokosa vitu vya msingi katika maisha yao ya ndoa kama vile mtoto au watoto, wanaanza kuvunja mshikamano. Ni kwa sababu tu kuna baadhi ya vitu ambavyo walivitarajia kwenye maisha yao ya ndoa vimekosekanika. Lakini Sara na Ibrahimu walistahimili hata baraka za Mwenyezi Mungu zilipokuwa zimewadia. Hawa wanaonyesha ishara kwamba uwepo wao katika ndoa si tu kwamba tu kwa sababu walikuwa pamoja, bali walikuwa wameungana kiakili, walikuwa wameungana kifikra au walikuwa wameungana kiakili, lakini pia walikuwa wameungana kihisia, lakini pia walikuwa wameungana kiroho, wakiamini ipo siku Mwenyezi Mungu atafanya mambo makubwa. Sasa ziko ishara ambazo zinaonyesha kwamba wanandoa hawa hawana umoja. Ziko ishara ambazo zinaonyesha kabisa moja kwa moja kwamba wanandoa hawa hawana umoja. Hawako pamoja kihisia, hawako pamoja kiroho, lakini pia hawako pamoja hata kiakili. Ishara namba moja ni ukimya wa muda mrefu ndani ya familia. Unapoona wanandoa wanakuwa wana ukimya wa muda mrefu, yani kununiana kwa muda mrefu, ujue kabisa kwamba hawa wanandoa hawana umoja. Maana yake mnakaa mwezi, mnakaa wiki, mnakaa miezi kadhaa, hamsemeshane ndani ya ndoa. Ishara hii inaonyesha kwamba ninyi mko pamoja kwa kuishi, lakini pia hamko pamoja kiakili, hamko pamoja kifikra, hamko pamoja kiroho, lakini pia hata kihisia hamko pamoja. Ila katika jamii mnaonekana ni watu ambao mko pamoja. Kwa hiyo kuishi kwa kununiana kwa muda mrefu ni ishara tosha kuonyesha kwamba umoja baina yenu haupo katika ndoa yenu. Lakini pia ishara nyingine ambayo inaonyesha kwamba hamko pamoja katika ndoa ni siri zisizojulikana. Unakuta mwanaume ana siri zake, lakini pia mwanamke ana siri zake. Sasa mwanamke anapokuwa na siri zake, lakini pia mwanaume anakuwa na siri zake, maana yake moja kwa moja inaonyesha kwamba hawa watu wako pamoja kijamii wanapoonekana, lakini kihisia, kiakili na kiroho hawako pamoja. Hizi ni ishara tosha kabisa zinaonyesha kwamba hawa watu hawako pamoja katika ndoa. Lakini kitu kingine ambacho pia kinaweza kikaonyesha kwamba hawa watu hawako pamoja ni mpasuko wa malengo. Manake kila mtu anapoleta pendekezo fulani kwenye mjadala wa pamoja, kila mwenzie anaweza kataa ile wazo, na yeye mwingine akileta la kwake anakataa. Manake ni mpasuko wa malengo. Manake kila mtu anakuwa anaonyesha kujumuika kwa kitu chochote kile, kwa sababu tunapokaa na kujadili malengo ya pamoja, manake tunaonyesha kwamba sisi tuko pamoja kiroho, tuko pamoja kiakili, lakini pia tuko pamoja kihisia. Lakini tunapokataa kuungana katika malengo, manake mpasuko unapokuwepo unaonyesha kwamba hatuko pamoja. Sasa ziko faida za umoja katika maisha ya ndoa. Faida nambari moja za umoja wa kiakili, wa kihisia na wa kiroho katika ndoa. Faida nambari moja, hutoa amani na usalama wa kihisia. Umoja unapokuwepo hutoa amani. Manake amani inazaliwa baina yenu. Amani inakuwepo ya kihisia pia, manake kila mtu anakuwa ana hisia na mwenzie.
kila mtu anakuwa anaona kabisa kwamba mimi mke wangu anatosha, mimi mume wangu anatosha. Kwa usalama wa kihisia unakuwepo, lakini mnapokuwa hampo pamoja, usalama wa kihisia na amani na usalama wa kihisia unatoweka. Ni kwa sababu gani? Kila mtu anapokuwa yuko karibu na mwenzie, maana yake anajua kabisa kwamba sisi tuko tu pamoja tunaishi, lakini katika mshikamano wa kihisia tuko tofauti. Kwa hiyo mnapokuwa pamoja mnaleta amani, lakini pia mnaleta usalama na usalama wa kihisia. Kwa usalama wa kihisia unakuwepo kwa sababu umoja upo, lakini kama umoja haupo, manake usalama wa kihisia unakuwa haupo pia. Lakini pia umoja katika ndoa huongeza uwezo na mshikamano katika changamoto. Huongeza uwezo na mshikamano au ushirikiano katika changamoto. Mnapokuwa na umoja kwenye maisha yenu, inaongeza uwezo kwanza, kwa sababu mko pamoja, maana yake uwezo wa kushikamana kwenye changamoto inakuwa rahisi zaidi. Kuvuka kwenye changamoto mbalimbali za maisha yenu inakuwa ni rahisi zaidi. Kwa sababu gani? Ninyi mko pamoja. Kwa hiyo mnapokuwa pamoja, mnatengeneza nguvu ya ushindi ya pamoja. Kila mtu anakuwa faraja kwa mwenzie. Lakini mnapokuwa hampo pamoja katika maisha ya kihisia, kiakili na kiroho ndani ya ndoa yenu, manake hamuwezi kuwa na uwezo wa kustahimili changamoto, isipokuwa changamoto yoyote inapotokea inakuwa chanzo kikubwa sana cha mgogoro kwenye ndoa yenu. Lakini faida nyingine ya umoja katika ndoa, hujenga mawasiliano ya wazi. Sasa ndoa inapokuwa ina umoja wa kihisia, wa kiroho, lakini pia wa kiakili, inatengeneza mawasiliano ya wazi. Mawasiliano ya wazi yanakuaje? Maana hata mmekaa tu sebuleni pale, watoto wanaona kabisa kwamba ishara baba na mama wako pamoja, ishara baba na mama wana upendo, ishara baba na mama wako katika malengo ya kusonga mbele milele. Lakini pia vitu hivi hata vinapotoweka, maana yake umoja unapotoweka, hata watoto wanashuhudia kabisa kwamba baba na mama hawapo, kwa sababu mawasiliano ya wazi yanakuwa hayapo. Watu wenye amani, watu ambao wako pamoja, mawasiliano ya wazi yapo, kwa sababu hata wasipoongea tu, wakitazamana tu, mashallah, watoto wa watu wanaonekana kabisa kwamba ni watu ambao wako pamoja. Kwa hiyo tunapotengeneza umoja wa kihisia, umoja wa kiroho, lakini pia umoja wa kiakili, tunatengeneza mawasiliano ya wazi, na hii inaleta amani sana kwa watoto. Nao wanajisikia afya ya akili, afya ya saikolojia, pia hata roho zao zinaendelea kujengeka kwa ishara ya amani hiyo. Lakini pia faida nyingine ya umoja katika ndoa, hutengeneza nafasi ya kuombeana na kuinuana kiroho. Mnapokuwa pamoja katika maisha ya ndoa, mnapotembea pamoja katika maisha ya kihisia, kiroho na kiakili, mnainuana kiroho. Mtu anapokuwa anapita katika nyakati mbalimbali za majaribu, mwenzie anakaa na kumwombea, wanatenga muda wa kuomba pamoja, wanainuana pamoja katika ulimwengu wa roho. Ni kwa sababu gani? Manake katikati yao upendo upo na wako pamoja. Faida nyingine pia, hufungua milango ya neema na baraka za familia. Familia inapokuwa ina umoja, na ndoa inapokuwa ina umoja wa kihisia, kiakili na kiroho, baraka zinamiminika ndani ya familia. Lakini familia ambayo haina amani, haina mshikamano, baraka haziwezi kuwepo. Kwa hiyo ni vizuri sana kuweza kutengeneza umoja ili tuweze kufaidika na baraka hizo. Lakini pia ziko njia za kutengeneza umoja uliobomoka. Ziko njia ambazo ziko wazi kabisa kwamba tuna uwezo wa kuzitumia na zikatutengenezea umoja kwa awamu nyingine tena. Njia namba 1, kusameheana. Ni wakati wako wa kuweza kutafakari kwenye maisha yako na kumsamehe mwenzi wako. Unapokuwa umekaa kwenye maisha yako ya kawaida, tengeneza desturi ya kumsamehe mwenzi wako. Unapokuwa unamsamehe mwenzi wako na unapokuwa una tabia ya kuomba msamaha, unatengeneza kurejesha umoja katika ndoa yako. Jambo lingine pia, kuomba pamoja. Tengeneza desturi ya kuomba pamoja, huwa inatengeneza bondi kubwa sana ya kiroho ambayo mwisho wa siku inakuja inatoka kimwili. Lakini pia jambo lingine, kushirikiana katika mipango midogo na mikubwa. Mnapokuwa mnaishi katika maisha ya upendo na mshikamano, mnatakiwa mshirikiane. Kwa hiyo ili kutengeneza umoja kwa awamu nyingine, shirikiana naye. Leo unakula nini? Leo una malengo gani? Unawaza nini? Mwisho wa siku hivi vitu vina uwezo wa kurejesha umoja katika familia. Umoja si jambo la bahati.
ni uamuzi wa kila siku. Leo chukua hatua, kaa chini na mwenzi wako. Ombeni pamoja, na mkishaomba pamoja, jipeni nafasi mpya ya kuanza safari mpya ya maisha ya ndoa. Je, unafikiri jambo gani linazuia umoja ndani ya ndoa yako? Tuandikie hapo chini ya komenti na sisi tutasoma ili tuweze kujifunza pamoja. Karibu sana, subscribe, komenti na ushare na mtu mmoja tu ili tuweze kuponya ndoa yake.